jana Benjamin Mkapa. Kwani hali ilikuwaje na kwa nini tumefika hapa kama Tanzania, kama Simba na Yanga? Yaani kwa ujumla kwamba mpira wetu unaharibiwa na watu wachache. Kuna watu wachache ambao ndio wanaharibu mpira huu wa Tanzania. Mpira huu wa Tanzania unaharibika kwa watu wachache ambao kwa maslahi yao ama wanavyotaka wao mpira unaharibika. Mfano kama jana kamishna wa mchezo kafika pale. Hata yeye watu wanaambia bwana tukafanye mazoezi, kamishna wa mchezo anasema mimi sina uwezo wa kufungulia kuingia. Muda umeenda. Lakini sheria inasemeje? Sheria inasema kabla ya mechi mtu anaruhusiwa kwenda kuangalia uwanja, ajue mazingira ya uwanja, and then mwisho siku anaenda kucheza mpira. Lakini jana wamezuia. Sasa umewahi kuona wapi duniani matukio kama yale kuzuia mtu asiende kufanya mazoezi? Umewahi kuona wapi? Tusimame kwenye hapo. Umewahi kuona wapi? Wanaulizwa wanasema sisi tumepewa maagizo kutoka juu. Maagizo kutoka juu wapi? Kumbe kuna maagizo. Sasa ndio maagizo sasa wamekataa kwa ajili gani? Wale wamekatazwa. Kuna watu wamemwambia msiwafungulie wakaingia. Ndio wale mambo jana kwa anazungumza hapa. Kwamba ushirikina umechukua nafasi kubwa kuliko mpira wenyewe unavyotakiwa kuchezwa. Dabi za Simba na Yanga kwa utamaduni siku zote na kwa zio na mbwembwe. Lakini sasa hivi imekuwa too much. Kuna watu wanakuja kuharibu mpira, hasa ligi ya mwaka huu. Ligi ya mwaka huu inalalamikiwa sana. Inalalamikiwa kwa vitu gani? Kuna vitu ambavyo baadhi ya viongozi wanaharibu mpira kwa ajili ya maagizo. Sasa mimi nikwambie, leo hii dabi imeharibika. Dabi leo haichezwi. Na nitashangaa Simba akipeleka timu. Na akipeleka timu nitaona ni watu wa ajabu. Kanuni inasemeje? Kanuni inasema kwamba ukikatazwa kuingia kufanya mazoezi, ndio mazoezi ya mwisho ndio kwanza watu wanajua uwanja, wanajua jinsi gani ya kuweza kujipanga kwa ajili ya mechi ya kesho, unazuiliwa usicheze. Kwa hiyo kitendo cha kuzuiliwa tu kwanza inatia aibu taifa letu. Aibu kubwa. Ligi yetu ni ya 4 kwa bora barani Afrika, lakini kwa hii ni aibu kubwa. Jana ni aibu kubwa, ni aibu kubwa. Sio aibu kwa Simba na Yanga mpaka kwa TFF. Ni aibu kubwa. Watu washindwe kucheza mpira kwa sababu watu kuzuia watu wasifanye mazoezi. Haya hawa sasa hivi wanakuambia sasa hatuwezi kucheza. Aibu inaenda kwa nani? Watawakamata wale mabouncer, wanawaonea tu. Waadhibiwe watu ambao wametoa maagizo. Kwa nini watu wasiingie? Bouncer unamwambia eti mabouncer ndio tutachukulia hatua tutawafungia. Bouncer bila kupewa maagizo anaweza kuzuia Simba asiingie. Jana pale king'ora cha polisi kiko mbele. Mpaka polisi wenyewe wamezuiliwa. Manake Simba Sports Club walikuwa na msafara wa jeshi la polisi. Na king'ora cha polisi kipo lakini walikataliwa kuingia. Wakiulizwa wanasema tumepewa maagizo. Sasa maagizo leto nani? Sasa mpira unaelekea wapi? Mpira umekuwa sasa kama siasa. Kwani mchungaji, nikukatishe kidogo, tupe utaratibu. Kwenye mechi za Simba na Yanga, nani ana mamlaka ya kuweka uwanja unakuwa salama kwa maana ya ulinzi mpaka siku ya mechi inapochezwa? Msimamizi. Kamishna. Mpaka meneja wa uwanja jana kaulizwa. Kasema mimi hairuhusiwi. Na meneja alikuwepo. Sasa kamishna mchezo, meneja, baya zaidi Simba ameingia na escort ya polisi na wamekataliwa kuingia. Mpaka jeshi la polisi kwa sababu polisi wana uwezo kuambia bana ingia. Waruhusuni watu waingie kufanya mazoezi. Wale wanasema hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Kuanzia saa 1 mpaka saa 3. Simba ikabidi wageuze warudi walikotoka. Sasa umeona mpira unakoelekea huko. Maana yake nini? Hapo kuna maagizo. Sasa msiwafungie hao ambao mabauza ambao wamepewa maagizo. Wafungiwe watu ambao walitoa maagizo. Maana ndio wanaharibu mpira wa Tanzania. Sasa mchungaji, aliyeko juu ya kamishna wa mchezo hatujui sisi bwana. Mimi nakueleza. Wao wenyewe wameulizwa, wamesema tumeambiwa tusiwafungulie. Sasa kama wameambiwa ni kwamba watafutwa hao waliosema ndio hao wafungiwe. Hao wachukuliwe hatua za kisheria. Simba walichofanya wamefanya haki kabisa. Kutopeleka timu leo sicheze. Na ningeshangaa Simba kupeleka timu. Na wangepeleka timu leo ningeona watu wa ajabu kabisa. Utapelekaje timu? Sheria inasemeje? Kwa hiyo kuna watu wanaharibu mpira, watu wachache tu, wachache ndio wanaharibu mpira wa Tanzania. Simba wamelalamika, sio kuanzia ligi hii yote, Simba wanalalamika. Tumeenda sisi mkoani. Kiongozi mkubwa kabisa katuzuia. Tena kama hivi. Tulizuiliwa vile vile tusifanye mazoezi. Hivi tulizuiliwa tusifanye mazoezi. Ligi hii ya mwaka huu. Je, ligi ya mwaka huu yeye hamtaki mpira uchezwe, mnatakeje? Basi kama ni hivyo Yanga apewe ubingwa tu. Tujue moja. Yanga apewe ubingwa, tujue moja tuendelee na shughuli zingine. Mimi leo nimefurahi uongozi wa Simba kitendo cha kutopeleka timu. Na sio timu tu. Ikiwezekana na ligi yenyewe tuisusie. Tusicheze ligi. Sasa bingwa si anajulikana. Hebu sikiliza bwana. Tunazungumza vitu kama makini hapa. Leo tuzungumzie kama siku zote tunavyosema. Leo tunazungumza vitu ambavyo ni sensitive. Hebu sikiliza basi. Tunazungumza leo vitu ambavyo ni sensitive kabisa. Ya kinchi. Nasema hivi, kama inawezekana